Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani, tunakukaribisha kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako wewe Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi zaidi. Jina langu ni Kennedy Wandera. Andamana nasi kwenye majukwaa yetu ya Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Karibu. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Trump ameamua na kulazimisha Rwanda, kama inavyosemekana, kutoa vikosi vyake nchini DRC kama serikali ya Kongo imekuwa imedai kila wakati. Kuna matumaini na pia kuna watu ambao hawaamini mkataba huu kama utatekelezwa. Viongozi wamesaini ndio, makofi yamepigwa ndio, picha zimechukuliwa ndio, Trump amejipiga kifua ndio, na inawezekana hata Nobel Prize akapata. Lakini je, mapigano yatasimama? Kwa kweli nina matumaini madogo sana. Nadhani kwamba ni mkataba wa ziada tu, ni mkataba mwingine ambao unakuja kujiongeza katika ile mingine ambayo imefeli. Sidhani kwamba kuna makubwa zaidi ambayo tutategemea, yani kwa sababu pengine watu wanasema ukubwa wa Trump, ukubwa wa Marekani, lakini hamna lolote. Marekani kwa anafanya biashara, anajaribu kuona kwamba anaweza katengeneza biashara yake nzuri. Kwanza tupate muhtasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamesaini muafaka wa amani nchini Marekani uliofadhiliwa na Rais Donald Trump. Muafaka huu unajiri wakati DRC inakabiliwa na maasi ya kundi la M23 ama M23 mashariki mwa nchi ambao wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. M23 wametoa miji mikubwa ya Goma na Bukavu na kuyumbisha shughuli za amani, biashara na maisha ya kawaida ya raia mashariki ya Kongo. Wanajeshi wa DRC wanalaumu M23 kwa kuteka miji mingine zaidi wakati wa muafaka huu kama kejeli kwa shughuli hiyo. Rais Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamekuwa kijibizana vikali na kulaumiana kwa kuanzishwa mapigano. Kabla muafaka wa Washington, mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC walisaini muafaka kusitisha mapigano mwezi Juni. Licha muafaka huo, mapigano kati ya jeshi la Kongo na M23 yaliendelea mashariki ya nchi. Mkataba wa sasa ulishuhudiwa na marais wa Kenya, Burundi, Angola na Togo. Mawaziri wa nchi ya Emirati, Qatar na UAE walishiriki kikao cha amani ya DRC. Tshisekedi amesema muafaka wa sasa unatoa matumaini ya amani ya kudumu na kusisitiza Rwanda iridhie makubaliano yote ya Washington. Raia wa Kisomali wanaoishi Marekani wameelezea wasiwasi wao kufuatia tisho la Rais Donald Trump akiwataka waondoke nchini humo mara moja. Trump alinukuliwa akisema hataki kabisa kuona raia wa Kisomali nchini Marekani, akiwafananisha kama taka. Raia wengi wanaoishi jimbo la Minneapolis, mji wa Minnesota, wamesema maafisa wa uhamiaji wameanza kuwinda wahamiaji ambao hawana vibali halali na wanalenga raia wa Kisomali. Rais Trump aidha amekosoa mpango wa kutoa misaada ya jamii kwa raia wa Kisomali na kusema hawastahili kunufaika na mpango huo. Watu kadhaa katika mji wa Minnesota wameshtakiwa kwa kuhusika na sakata ubadhirifu wa fedha za umma kama kisingizio cha kutoa chakula kwa watoto wakati wa janga la COVID-19. Baadhi ya waliohusika walikuwa ni raia wa Kisomali. Trump pia amelalamikia jamii hiyo kwa madai ya kulangua fedha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema Rais Donald Trump yuko makini kutatua vita nchini Sudan. Hii inafuatia taarifa za mamilioni ya raia katika nchi hiyo kwamba wako katika hatari ya kuangamia kutokana na uhaba wa mahitaji muhimu kama chakula, maji na dawa. Hapo mwezi Novemba, Trump alitangaza Marekani itajiunga na kundi la mataifa Imarati, Saudi Arabia na Misri ambaye ameanza mchakato wa kuleta amani Sudan. Kiongozi huyo wa Marekani amesema mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman alimuomba asaidie kutatua mzozo wa Sudan. Trump ametaja Sudan kama taifa lenye mapigano mabaya zaidi duniani na kusababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu. Vita nchini Sudan vilianza mwaka 2023 baada ya wanajeshi wa serikali kung'ang'ania udhibiti wa maeneo ya mji wa Khartoum pamoja na jeshi la wanamgambo la RSF.
Mapema wiki hii RSF walitoa mji wa Banusa ulioko jimbo la Kordofan Magharibi, mji ambao unaunganisha barabara kuu kuelekea jimbo la Darfur linalodhibitiwa na wanajeshi hao wa RSF. Kenya na Marekani zimesaini muafaka wa kwanza wa ufadhili wa huduma ya afya. Ufadhili huu unaangazia magonjwa ya kuambukizana. Kenya itapokea dola bilioni 2.5 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ufadhili huu unaziba pengo loachwa baada ya Marekani kufunga shirika la misaada la kimataifa USAID lililofadhili miradi mingi ya afya nchini Kenya na kote barani Afrika. Kufungwa kwa shirika hilo kuliumbisha huduma muhimu za afya, ikiwemo matibabu ya maradhi ya ukimwi, lishe bora, afya uzazi na huduma ya afya watoto katika mataifa maskini hususan barani Afrika. Asante sana Angela Ngendo. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, karibu katika jukwaa la waandishi Jumaa hii, ambapo tunajadili kwa kina matukio na masuala muhimu yanayochipuka na yanayohusu bara la Afrika. Leo tunachambua makubaliano ya amani yaliyosainiwa Alhamisi jijini Washington DC, Marekani, mbele ya Rais Donald Trump wa Marekani, kati ya rais wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo na rais wa Rwanda Paul Kagame. Tunachunguza umuhimu wa mkataba huu, utashi wa kisiasa unaohitajika kufanikisha utekelezaji wake, na mustakabali wa amani katika eneo zima la mashariki mwa Kongo. Je, Tshisekedi na Kagame watazika uhasama wao na kufungua nchi zao kwa biashara na uwekezaji wa pamoja? Na je, nini kinahitajika kufanikisha utekelezaji wake na kuwapa raia wa mashariki ya Kongo haki? Mbele ya meza majadiliano naungana na waandishi wetu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile naungana na Silvanus Karemera akiwa Kigali nchini Rwanda, na pia naungana na Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura nchini Burundi. Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wameweka saini mkataba wa amani unaolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu katika ukanda huo, katika mkutano wa kilele ulioitishwa na rais wa Marekani Donald Trump jijini Washington DC, Marekani. Kwa miaka kadhaa, rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamekuwa kikabiliana na kwa shutuma kali, kila mmoja kimlaumu mwenzake kwa kuanzisha mzozo huo, kuendeleza kupitia kuvisaidia au kuviunga mkono vikundi vya wanamgambo na kusababisha maumivu makubwa kwa raia wa eneo hilo. Uhasama huu umekuwa moja ya chanzo kikuu cha hali ya kutokuwepo kwa utulivu mashariki mwa Kongo. Katika juhudi za kuleta utulivu, Rais Trump alifanikiwa kuzishawishi nchi hizo mbili kutia saini makubaliano ya awali mwezi Juni kupitia mawaziri wao wa mambo ya nje, akiyataja kama ushindi wa kihistoria na wa kutukuka. Hatua ya sasa marais wawili kuweka saini binafsi imepewa uzito mkubwa kama ishara ya nia ya kisiasa kurejesha amani. Sherehe ya utiwaji saini ilihudhuriwa pia na viongozi kadhaa wa Afrika na ulimwengu wa Kiarabu, wakiwemo wale wa Burundi, Kenya, Uganda, Angola na Qatar, jambo linaloashiria kuungwa mkono kwa mpango huo katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Hata hivyo, kundi la waasi la M23 alikuhudhuria hafla hiyo, kwani kwa sasa linashiriki mazungumzo tofauti na serikali ya Kongo yanayoongozwa na Qatar mjini Doha. Mazungumzo hayo ya pande mbili yanatajwa kuwa muhimu, kwani makubaliano yoyote ya kudumu hayawezi kupuuzwa bila kushughulikia mwenendo wa makundi ya waasi katika uwanja wa mapigano. Je, Tshisekedi na Kagame watazika uhasama wao na kufungua nchi zao kwa biashara na uwekezaji wa pamoja? Na je, nini kinahitajika kufanikisha utekelezaji wake na kuwapa raia wa mashariki ya Kongo haki? Sasa nawaleta waandishi wetu kwenye meza ya mazungumzo. Mbele yangu nina Mbelechi Msoshi na vile Silvanus Karemera na Ramadhan Kibuga. Nianze na wewe Mbelechi Msoshi. Je, kuhusika kwa Donald Trump kama msuluhishi hapa na kuwekwa saini mkataba huu kati ya Rais Tshisekedi na Kagame hapo Kongo kunatajwa vipi? Asante sana Kennedy. Watu wengi, raia haswa DRC, walikuwa subiri kuona mkataba huu kusainiwa, kwani ni mkataba wa matumaini kwa raia wa mashariki ambao kwa sasa wameishi katika hali ya ukosefu wa usalama kuna miongo kadhaa sasa. Lakini watazamaji ambao walikuwa naangalia gisi saini hiyo alikuwa natiliwa, waliona ya kwamba kwanza walisusia kuona kama Kagame na mwenzie, kwa sababu kila makubaliano lazima wanasalimiana, wanapeana mkono. Lakini hiyo pia inaonesha wasiwasi ya kwamba licha makubaliano hakuja kuwa kabisa uhusiano mzuri kati ya marais wote wawili. Hiyo inaleta hofu miongoni mwa raia wa DRC kuona ya kwamba wanajiswali kweli
wataheshimu kwa sababu Trump ndo amewalazimisha, au inatoka mioyoni mwao kuona kuleta usalama mashariki mwa Kongo? Hiyo pia wakongomani wanajiswali kuona namna gani marais wote wawili walikuwa nakaa, hawakuwa kabisa na uhusiano mzuri wakati wa kusaini makubaliano haya. Wengi wanahisi ni upande wengine wana matumaini kuona ushawishi wa Rais Trump anaokuwa kunao duniani, uzito wake, mamlaka yake, na kweli wanawaza kwamba uhusiano kati ya Marekani na Rwanda ni uhusiano mzuri, na wanawaza kwa muda huu Trump ameamua na kulazimisha Rwanda, kama inavyosemekana, kutoa vikosi vyake nchini DRC kama serikali ya Kongo imekuwa imedai kila wakati. Kuna matumaini na pia kuna watu ambao hawaamini mkataba huu kama utatekelezwa. Asante sana Mbelechi Msoshi. Silvanus Karemera, umekuwa ukifuatilia mzozo huu kwa muda mrefu. Je, makubaliano haya yana vipengele vya kutosha kuhakikisha utekelezaji wake, au ni makubaliano ya kisiasa yasiyo na nguvu ya kiutendaji kwa maoni yako? Asante Ken. Nadhani kwa kweli hilo ni swala tete na ni swali tete. Ni swala tete na ni swali tete kwa sababu mkataba huu una vipengele mbalimbali, lakini vikubwa ni viwili. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba Rwanda inaondoa kitu kinaitwa defensive measures, yani mikakati ya kiulinzi. Lakini sasa tatizo hapa ni kwamba hilo ni swala ambalo ni neno ambalo limekuwa likionekana katika mikataba mbalimbali, defensive measures, lakini hawaelezi ni defensive measures kwa namna gani. Je, ni silaha za kivita pale mpakani? Je, ni mfumo wa kiteknolojia wa kiulinzi katika anga la Rwanda? Je, ni wanajeshi wa Rwanda walioko kule DRC kama ambavyo DRC imekuwa ishtumu Rwanda? Hapo inasalia ni kizungumkuti. Yani ile definition ya defensive measures ama mikakati ya kiulinzi haijadiliwi zaidi. Lakini pia kwa upande mwingine, mpaka Rwanda ifanye hivyo, mkataba unaitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambanisha na kuwaondoa kabisa na kuwarudisha Rwanda wapiganaji wa Kihutu wa FDLR ambao Rwanda inawashutumu kufanya mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi mwaka 94, ambapo watu zaidi ya milioni 1 waliuawa na wanamgambo hawa Kihutu wakikimbilia mashariki mwa DRC, wakati huo ikiwa ni Zaire chini ya Rais Mobutu. Sasa Kongo itafanyaje kuweza kuwafurusha watu hawa ambao taarifa zinasema Umoja wa Mataifa, takwimu za Umoja wa Mataifa, ripoti za Umoja wa Mataifa, vipengele mbalimbali vinaonyesha kwamba wapiganaji hawa wanasaidiwa na serikali ya Kongo na mpaka baadhi wameshaingizwa kwenye jeshi la Kongo. Ni taarifa zinasema hivyo. Je, Kongo ina ubavu wa kuweza kuwarudisha Rwanda? Sasa hapo ndio kuna utata. Upande mwingine huwezi kujua kwamba upande mwingine DRC inailaumu Rwanda kwamba inawaunga mkono waasi wa M23, ambao pia hata kama inafanya hivyo ni vigumu kuweza kuchanganua, yani kujua ni Wanyarwanda ni kina nani na Wakongomani wenye asili ya Kitutsi ni wakina nani. Hapo bado kuna kizungumkuti. Ambao hao pia waasi wa M23 serikali ya Kinshasa haiwakubali, inawachukulia ni watu kutoka nje. Unaona kwamba Trump sana sana ana nia ya kiuchumi, lakini pia utusahau kwamba ameshajinadi kwamba ni mtu ambaye anafanya kila jitihada ili baadaye apate ile tuzo ya Nobel. Sasa katika hali kama hiyo inakuwa ni shida. Na mwisho kabisa kwa maoni yangu naona kwamba uzito ungetolewa kule Qatar, kwa sababu huu ni mzozo kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 ambao inaonekana wanazidi kuyachukua maeneo. Sasa kwa kweli ukiniuliza sitapata jibu kwa kweli. Viongozi wamesaini ndio, makofi yamepigwa ndio, picha zimechukuliwa ndio, Trump amejipiga kifua ndio, na inawezekana hata mambo ya Nobel Prize akapata. Lakini je, mapigano yatasimama? Mimi kwa kweli sijui. Asante. Asante sana Karemera. Huu mkataba, kwa wale ambao wanatufuatilia katika mazungumzo haya, ni kwamba mkataba huu kati ya Tshisekedi na Kagame ni urasimishaji wa makubaliano yaliyosainiwa Juni. Kwa sasa kurasimisha huku kuna zingatia vipengele ambavyo tulikuwa tumezungumzia hapo awali, na vipengele hivyo vinahusu kusitishwa kwa mapigano kabisa, alivyoeleza Silvanus Karemera, yani kusitisha mapigano
na liwe ni jukumu la kudumu, na vile vile kuwanyang'anya silaha makundi yasiyo ya kiserikali, na vile vile kurasimisha masharti wakimbizi kurejea makwao, vile vile pia kuanzisha mchakato wa haki na wajibikaji kwa wale waliofanya ukatili usio wa kisheria, yani ukatili ambao ulileta maafa na kuleta mahangaiko makubwa kwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile mkataba huu unarasimisha mfumo mpya wa ustawi, yani yale maendeleo ya kiuchumi alivyoeleza Rais Donald Trump. Ni kuja kwako Kibuga, lakini kabla ni kuja kwako Kibuga, naona Mbelechi unataka kuongezea. Mbelechi, nilitafuta kuongezea kuhusu yale ambaye mwenzangu ametoka kuzungumza sasa hivi. Nawaza kusema ya kwamba mgogoro huu kuona kama makubaliano hayatatekelezwa, naweza kusema ya kwamba nguvu ya M23 imetokea wapi? Ndio swali ambalo kwanza tunapaswa kujiuliza. Hata kama Rwanda imekataa kama haiunge mkono M23, sasa swali tujiulize, vifaa wamepigana navyo vimetokea wapi? Nguvu ya kushinda serikali wanajeshi ya Kongo imetokea wapi? Kweli wamedai haki yao, wamedai kama wamebaguliwa na Kinshasa, na swali ni kujiuliza nguvu wamepata wapi? Wakati nimeona kama mwenzangu wa Rwanda amesema amefanya sawa kutoa Kagame kuwa katika mgogoro huu kama hasaidie kabisa waasi wa M23, na kuna ripoti ambazo zinaonyesha wazi Umoja wa Kimataifa ni taasisi ambazo zimeaminika zimesema ya kwamba Rwanda imeunga mkono M23. Kwa kuweza au kutekelezwa kwa mkataba huu, lazima Rwanda ambayo imekubali na wazi itakuwa na ushawishi pia kwa kundi la M23, kwa sababu imesemekana kama nguvu M23 wamekuwa nayo imetoka Rwanda, ndio sababu wameshinda jeshi la taifa. Nawaza mgogoro huu kupata suluhisho, kwanza nawaza Rwanda naweza kuwashawishi M23 na serikali ya Kongo pia kusikia wale ambao wako katika kundi la M23, kusikiliza malalamiko yao, nini wanataka, na wakae mezani pia na hawa ambao wapiganaji wa M23 na viongozi wa M23. Kama sivyo basi nawaza kama mgogoro huu hautatatuliwa na vita itaenda. Na nawaza ya kwamba imesemekana pia ni namna ya Kagame ya kusema ya kwamba mimi nimefanya makubaliano na mwenzangu Rais Tshisekedi, yale ambayo yanabaki ni wakongomani kati wakongomani. Karemera, nafikiri hilo ni swali ambalo Mbelechi amelizua hapa. Sijui kama ungependa kugusia hizi silaha za M23 zinatoka wapi, na sasa kuna kuaje hapa kwamba litakuwa jukumu sasa za serikali ya Rwanda na serikali ya Kongo sasa kuhakikisha kwamba silaha hizo zinasalimishwa. Asante kia, nadhani Mbelechi, ndugu yangu Mbelechi, sijui kama tulivyoanza kipindi alikuwa anafuatilia, na kwa kumsaidia nataka nirudie, kwa sababu nilivyoanza kipindi nilifanua vizuri kabisa kwamba ripoti za Umoja wa Mataifa wanasema ni UN expert. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimeisota kidole Rwanda kwamba inawasaidia waasi M23. Rwanda inapinga. Lakini ripoti hiyo hiyo inaisota kidole DRC, serikali ya DRC, kwamba inawaunga mkono waasi ama wapiganaji wa Kihutu wa FDLR. Hilo ni swala ambalo liko pale kabisa, na sasa hivi hata ukigoogle mbele yako hapa kwenye kompyuta unaweza kupata hayo madai. Nilichokisema ni hivi, ngoja labda nirudie. Nilichokisema ni hivi: mkataba huu unaitaka Rwanda kuondoa kitu kinasema ni defensive measures, yani zile mikakati za kuweza kulinda usalama wake. Na nikasema hivi, neno hilo wanaoandika neno hilo hawaendi mbali na kusema kwamba which defensive measures ni za namna gani hizo. Je, ni teknolojia ya kuweza kulinda anga la Rwanda kwenye mipaka? Je, wanamaanisha jeshi la Rwanda ambalo liko Kongo? Hawaendi mbali na kuweza kuzungumza. Lakini vile vile ripoti mkataba huu unaitaka serikali ya Kinshasa kuweza kuachana kabisa na ndoa ambayo imeifunga na FDLR. Ripoti zinasema kwamba wapiganaji wa FDLR wapo katika jeshi la Kongo, wanaisaidia jeshi la Kongo, na wamekuwa pale tokea miaka 30 iliyopita baada ya kukimbia kwenda kule. Na kama nilivyosema mwanzo katika kipindi cha kwanza kabisa ambacho sio cha leo, nimesema hivi, sheria za kimataifa zinamtaka mtu aliyekimbilia katika nchi yako na silaha kuweza kunyang'anywa na kuweza kurejeshwa katika nchi yako, katika nchi anakotoka. Mwaka 94 walivyokimbilia Tanzania, serikali ya Ali Hassan Mwinyi iliwanyang'anya na kuweza kurudisha Rwanda. Walipokimbilia mashariki mwa DRC wakati wa Mobutu,
hawajarudishwa Rwanda, wameendelea kujiimarisha pale, na matokeo yake wamekaa kule mpaka tunavyozungumza sasa hivi. Kwa hivyo mimi Mbeleshi sijavua wajibu Rwanda, hapana. Mimi nazungumza kama mwandishi wa habari, na nimesema kwamba tunavyojadili kama hivi mambo ya utaifa tunaweka pembeni. Nakwambia kwamba mkataba huu gumu wake ni kwamba kila upande wake unavutia kwake, kwamba nadhani itakuwa ni vigumu kuweza serikali ya Kinshasa kuweza kupambana na wa FDLR na kuweza kuachana nao. Lakini vile vile nikasema hivi, nguvu ambayo Kinshasa inaweka katika kuridhiana na Rwanda pengine ingesaidia kama ingewasikiliza wapiganaji wa M23 ambao kimsingi wana nguvu. Inawezekana wakapata nguvu mahali pengine. Inawezekana ikawa ni Rwanda, inawezekana ikawa ni kwa wazungu, inawezekana ikawa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki, lakini hilo halijaondoa wajibu na kusikilizwa kwa serikali yao ili kuweza kuhakikisha kwamba matakwa wanayopigania yanasikilizwa. Lakini endapo serikali ya Kinshasa itashindwa kuwasikiliza kama ambavyo wamedai mazungumzo kuanzia Bunagana mpaka leo, ikashindwa kuwasikiliza na kuhakikisha kwamba tutaendelea kuona mapigano haya, na mambo ya mkataba huu inawezekana yasaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu nguvu inaelekezwa katika nchi jirani na haielekezwi katika kuwasikiliza kina Nangaa na kina Makenga na kina Bisimwa. Huo ndio wasiwasi wangu, na kesho nitarudia, na kesho kula nitarudia. Asante Ken. Asante sana Silvanus kwa kauli hiyo. Nikuje kwako Ramadhan Kibuga. Makubaliano haya yanawezaje kuepuka makosa ya makubaliano yaliyoshindikana tangu miaka ya 90? Asante Ken, mimi binafsi kwa kweli nina matumaini madogo sana. Nadhani kwamba ni mkataba wa ziada tu, ni mkataba mwingine ambao unakuja kujiongeza katika ile mingine ambayo imefeli. Sidhani kwamba kuna makubwa zaidi ambayo tutategemea, ni kwa sababu pengine watu wanasema ukubwa wa Trump, ukubwa wa Marekani, lakini hamna lolote. Marekani kwa anafanya biashara, anajaribu kuona kwamba anaweza katengeneza biashara yake nzuri pale. Nilivyosema wanahitaji niseme gari za umeme, wanaamini kwamba madini ya Kongo watawasaidia, kwa hiyo wanaweza kufanya biashara na nchi hizi mbili. Kwa vile Kongo haina miundombinu ya kutosha, wanajaribu kupitia pale Rwanda. Kwa hiyo nadhani kwamba ni mkataba wa maslahi ya Marekani, ni mkataba wa maslahi ya Qatar, na nina wasiwasi mkubwa na hili nataka niliongeze pengine wenzangu wa kuligusia. Tunamuona Marekani iko mbele, tunamuona Qatar iko mbele, lakini nadhani kwamba kuna watu wamekaa kimya ambao wanaweza hata wakavuruga huu mkataba. Nafikiria China, ambapo mkataba unajaribu kuiondoa China kwenye sahani ya kula. Mkataba unajaribu kuondoa muungano wa Ulaya kwenye sahani ya kula. Sintaona maajabu kwamba na hawa wawili wakaleta shida ili nao vile vile upate mgao wao, kwa sababu Kongo imekuwa ni taifa la mgao. Halafu narudia yale ambayo yamesainiwa. Nina wasiwasi mkubwa utashi wa sehemu zote mbili. Nina wasiwasi mkubwa wa utashi upande wa DR Congo, na wasiwasi hasa mkubwa sana na utashi wa Rwanda kwamba wao wako tayari kuweza kutekeleza makubaliano haya. Kwa sababu unajua pale ambapo viongozi wa Kinshasa na wa Kigali walichangia maslahi, mzozo ulikuwa hamna. Tshisekedi alivyoingia, Kabila alivyomwacha nchi, Tshisekedi alichangia maslahi na Rwanda. Shida hapakuwa shida hata moja. Pale ambapo Tshisekedi alijiondoa kwenye makubaliano na Rwanda ambaye aliachiwa na Kabila, ndo shida ilianza kuja, ndo shida ilianza kuwa. Kumbuka alivyoingia Tshisekedi madarakani, alikuwa ni mtu wa karibu sana na Kagame, na pale biashara ilifanyika vizuri sana. Lakini pale ambapo Tshisekedi alijiondoa kwenye biashara, pale Rwanda ilifika na yunda M23 au M23. Hakuna M23 binafsi mimi ambayo ninakubali. Ni kitu ambacho kinatengeneza na Rwanda. Hakuna kiongozi ambaye anatengenezwa anakuja wa M23 ambaye hajatengeneza na Rwanda. Tuliona Jide Mutebusi, tulimuona Laurent Nkunda, tuliona. Kwa hiyo wako na uwezo wa kumtengeneza mtu pale ambapo maslahi yanaleta shida. Kwa hiyo nadhani ndio ambalo liko hapa. Kwa sababu hawa viongozi Kagame na Tshisekedi ukirudia miaka ya nyuma, pia miaka 5 ya nyuma, walikuwa ni watu wa karibu, walitembeleana sana, walichangia maslahi. Pale ambapo kumekuwa na shida ya maslahi, pale wanatengeneza kundi la uasi, shida inaanza kuwa. Kwa hiyo na wasiwasi kuhusu utashi. Na wasiwasi Kongo wana uwezo wa kuangamiza FDLR na kuwapa Rwanda, na wasiwasi mkubwa. Rwanda wako tayari kuondoa majeshi yao na kuacha kuisapoti, manake M23 hamna, ni majeshi ya Rwanda wako. Hii wanazungumza kwamba mesure defensive ama defensive measure, ni swala la kidiplomasia tu, manake ni majeshi yetu yako Rwanda.
hawezi wakaliweka wazi kwa sababu Rwanda imekuwa inakana kila mara kwamba haina wanajeshi, lakini kila mtu anajua ripoti za Umoja wa Mataifa zinasema angalau vikosi 6,000 vya Rwanda mpaka 10,000 viko DR Congo. Kwa hiyo mimi nina wasiwasi mkubwa kwanza Kongo uwezo wake wa kuweza kuwaondoa wanajeshi wa FDLR ama waasi wa FDLR, na wasiwasi mkubwa Rwanda. Kwa hiyo mimi nadhani Marekani ndio atafaidika sana. Anajaribu kuona kwamba anampushi China, anamfukuza China pale, anajaribu kuona kwamba anafukuza wazungu pale, anaingia kwenye dili hili. Lakini mimi wasiwasi mkubwa, fikiria leo wanasaini makubaliano jirani ya Burundi, hapa kuna vita, watu raia wanaendelea wanateseka, maeneo ya Luvunge, maeneo ya Luberizi hapa Kamanyola, kuna makubaliano gani? Wamesaini makubaliano kwamba waende kusitisha mapigano, lakini yote yanaendelea. Sintaona maajabu kwamba kesho kutaamka kuna waka zaidi na makubaliano yamefanyika. Kwa hiyo mimi na wasiwasi mkubwa, lakini ninasema kwamba kama watapata raia wa Kongomani watapata angalau afueni kwa sababu ya kile ambacho kimesainiwa, itakuwa ni vizuri. Asante sana Ramadhan Kibuga. Ikiwa unajiunga nasi wakati huu, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa wa kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Niko na wenzangu hapa, tunachunguza umuhimu wa makubaliano haya, utashi wa kisiasa unaohitajika kufanikisha utekelezaji wake na nafuu ya mustakabali wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Je, Tshisekedi na Kagame watazika uhasama wao na kufungua nchi zao kwa biashara na uwekezaji wa pamoja? Na je, nini kinahitajika kufanikisha utekelezaji wake na kuwapa raia wa mashariki ya Kongo haki? Jiunge na uchangie kwenye jukwaa hili kwa kutuma maoni yako kwa kurasa zetu ambazo zinapeperusha majadiliano haya mbashara: Facebook, YouTube, pia tutafute pale TikTok na X. Kuwa huru kabisa kuchangia. Mimi ni Kennedy Wandera. Nirudi kwako Ramadhan Kibuga kwa hii sehemu ya pili, tukimalizia mahusiano kati ya Kagame na Tshisekedi kwa muda yamekuwa joto na baridi kwa mkupuo, yani vuguvugu. Je, unahisi mkataba huu unaandaa zulia kwa marais hawa kufungua nchi zao na kurejesha mahusiano ya kibiashara, kiusalama, kijamii na kiuchumi? Acha tuone, kwa sababu mimi ninaamini kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa hapa katikati kwa nguvu za dola kubwa, mfano Marekani pamoja na Qatar. Hii biashara kama wale au wawili watakubaliana kuifanya kwa faida ya hizi nchi mbili, nadhani inawezekana tukapata angalau afueni, lakini kwa muda wote ambapo yale matatizo ya kimsingi yatakuwa hajatoka njiani, biashara pekee haiwezi kumaliza tatizo la Kongo. Sema itakwenda kuangamiza zaidi nchi ya Kongo. Lakini kama watu watakuwa tayari kuona madhila, misukosuko ambayo wanapitia raia wa Kongo ambao zaidi ya miaka 30 wamekuwa wanasumbuka, hapa inawezekana. Lakini nadhani kwamba tatizo kubwa itaomba kwamba upande wa Kongo wawe na dola ambayo ni dola ambayo iko imara zaidi, inaweza kumaliza tatizo. Asante sana Ramadhan. Nirejee kwako Mbelechi. Ni kwa nini M23 imekataa kuachia maeneo iliyoyateka, na unafikiri mkataba huu utawashawishi kufanya hivyo? Na ni vigumu kwa sasa wapiganaji wa M23 waatilie maeneo ambayo wameshadhibiti, kwa sababu wamesema kwamba tukiatilia haya maeneo tutaenda wapi? Hiyo ni swali wamejiswali kila wakati, na wamesema kwamba hawezi kuatilia maeneo ambayo tayari wamedhibiti, kwani ni Wakongomani na wataendelea kukaa hapo na hawana nafasi ambapo wataenda. Na nawaza vita inaweza kuendelea sasa kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la taifa, na upande ambao utakuwa na nguvu zaidi ndio upande utaendelea kudhibiti maeneo hao. Serikali, wanajeshi wa Kongo watanyang'anya, au wapiganaji wa M23 wataendelea kudhibiti maeneo, na nchi itabaki tu hivi, wale wanabaki upande wao, serikali imebaki upande wao. Asante sana Mbelechi. Karemera, unafikiri mwaliko wa Rais William Ruto wa Kenya, rais wa zamani wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na rais wa Angola
na viongozi wengine wa Afrika unachangia nini? Ni wadhamini wa mkataba huu ama unahisi nini hasa uwepo wao katika mkutano huu unadhamiria? Asante. Nadhani mwaliko wao ni kitu tunasema kwa Kiingereza ni votes of thanks, kwa sababu hao wote wana nafasi. Kwa mfano Rais Uhuru Kenyatta amekuwa ni mpatanishi wa mzozo wa Kongo, sana sana kutanisha serikali pamoja na Wakongomani. Unakumbuka ile mikutano miwili ambayo ilifanyika Nairobi, nadhani ilikuwa ni mwaka 2023 ama 22 hivi. 2022 mwezi kitu kama wa Disemba mpaka 2023. Lakini pia Kenya ambako anatoka Uhuru Kenyatta na Rais Ruto ni nchi ambayo ilikuwa kiongozi wa kikundi cha East African Standby Brigade ambacho kilikwenda kule Kongo. Tunasema ni ICRAF. Baadaye ikaja kufukuzwa na rais wa Kongo. Lakini pia Angola katika wakati mmoja imekuwa mstari wa mbele kuweza kusuluhisha mzozo wa Kongo. Unakumbuka rais wa Angola akiwa ni kiongozi wa AU ameshiriki katika mikataba hii ingawa hakufanikiwa. Lakini pia rais wa Burundi sasa hivi ni mdau mkubwa, alikuwa pale kama mwanachama. Burundi ilichangia kikosi chake katika kikosi cha ICRAF Afrika Mashariki pale. Lakini wakati huo ilikuwa ina kitu tunasema ni bilateral agreement, yani mkataba baina ya nchi mbili, Kongo na Burundi. Na ICRAF ilivyoondoka, kikosi cha Afrika Mashariki kilivyoondoka, Burundi ilisalia pale DRC kama mshirika sasa katika mkataba baina ya nchi mbili, na sasa hivi bado inaendelea kuwepo na inasaidia jeshi la Kongo kuweza kupambana na waasi na makundi mengine. Kwa hivyo lazima rais wa Burundi Ndayishimiye awe pale kwa sababu ni mdau mkubwa na amekuwa pale na yumkini akaendelea kuwa pale. Lakini pia usisahau kwamba Umoja wa Afrika EAC ulikuwa pale, Qatar imekuwa pale. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba wale wadau wote wako pale, lakini nafasi yao kubwa kuwa pale kwanza ni kuwapongeza kwamba walijitahidi lakini sasa hawakufanikisha, na baadaye sasa ndo akaja kaka mkubwa ambaye ni Marekani. Lakini pili, nachukulia uwepo wao pale kama sehemu moja ya kuweza kumsaidia Rais Trump, kwa sababu Trump pamoja na kwamba ni gwiji wa siasa na kiongozi wa taifa kubwa, siku zote nimekuwa nikisema kwamba inaelekea pengine na kuwa haelewi sana katika kinagaubaga matatizo yenyewe. Asante sana Karemera. Asanteni wachangiaji wote kwa maoni yenu ya kina. Ni matumaini yetu kuwa mkataba huu kati ya Tshisekedi na Kagame ni mwisho wa maumivu ya raia wa Kongo. Mama wasiokuwa na hatia katika mashariki ya Kongo wamewabeba watoto wao kupitia damu, machozi, maumivu, risasi na njaa, wakitazama kila kitu kikitoweka katika vita visivyo na maana ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu mno. Kwa wakati huu kwa familia za Kongo ambazo zimepoteza kila kitu, amani ni jambo la dharura. Na hii iwe mwisho wa mateso mashariki mwa Kongo. Mikataba ya madini inaweza kubatilishwa wakati wote, lakini maisha ya raia wa Kongo yaliyopotea hayawezi kurejeshwa. Hadi hapo tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Jukwaa la Waandishi. Niliwaalika mbele ya meza ya majadiliano waandishi wetu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana Mbelechi. Asante sana Kennedy. Asante. Vile tumekuwa na mhariri wa vipindi vyetu Silvanus Karemera akiwa pale Kigali nchini Rwanda. Asante sana Karemera. Asante Kenny. Na vile tumekuwa na ndugu yetu na mmoja wetu katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura nchini Burundi. Asante sana ndugu Kibuga. Shukrani sana Ken. Kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika kilichofanikisha kipindi cha leo, tunatoa shukrani za dhati kwako kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchangia matangazo yetu ya kila siku. Hii ndiyo sauti halisi ya Mwafrika, jukwaa linalowaweka Waafrika katikati, mbele na nyuma. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, tufuate na uwafikishie wenzako ujumbe kuwa hii ni sauti yao. Jina langu ni Kennedy Wandera. Kwaheri kwa sasa na kuwa na wikendi njema.